tutaenda kujifunza kwa habari ya wokovu. Lazima tuokoke na tuende mbinguni. Amen. Na lazima tukamlaki Bwana Yesu mawinguni. Lazima tukapokee ushindi pamoja na Bwana huko mbinguni. Tutajifunza wokovu au kuokoka ni nini. Wokovu au kuokoka ni nini? Halo? Yamkini unajiuliza kuokoka, hivi kuokoka hiki ni kitu gani? Leo tunaenda kujifunza wokovu au kuokoka ni nini. Acha tuombe kwa ajili ya somo letu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, wewe ni Mungu uketia mahali pa juu. Wewe ni Mungu juaye maisha yetu. Wewe ni Mungu juaye sirini. Katika jina la Yesu Kristo, sasa ni wakati mzuri Bwana ambao tunaenda kujifunza neno lako. Bwana Yesu, achilia mioyo yetu. Kila mawazo tunayoyawaza yakaondoke kwa jina la Yesu. Yale mawazo mabaya, mawazo ya ibilisi, tunanyamazisha kila sauti za adui. Zikanyamaze kimya kwa jina la Yesu. Zikanyamaze kimya kwa damu ya Yesu Kristo. Bali Bwana tukalisikia neno lako. Bali Yesu tukakusikilize wewe. Maana umesema neno ni chakula chako cha uzima. Nami mtumwa wako Bwana, ninajikabidhi mikononi mwako. Ninajiweka kwako Bwana, wewe uliye mwaminifu. Bwana Yesu, nitumie kama chombo. Nitumie Bwana upendavyo. Nitumie Yesu kwa kadri ya wingi wa neema zako. Katika jina la Yesu Kristo, najikabidhi mikononi mwako. Ninaomba ukashuke ukatawale kwa kila mmoja. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tunaenda kujifunza somo letu, ama tunaanza rasmi semina yetu ambayo tutajifunza kwa habari ya wokovu, kwamba wokovu au kuokoka ni nini. Wokovu au kuokoka ni nini? Tunasema kuokoka ni kuwekwa huru kutoka katika nguvu za giza, mauti, kifo, uharibifu wote wa dhambi kwa uweza wa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kuokoka ni kuwekwa huru kutoka katika nguvu za giza, mauti, kifo na katika uharibifu wote wa dhambi kwa uweza wa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amina. Kuokoka ni kuwekwa huru. Kuokoka ni kuwekwa huru kutoka katika nguvu za giza, kutoka katika vifungo vya shetani, kutoka katika vifungo vya adui, kutoka katika vifungo vya huyu ibilisi ambavyo umefungwa kwa miaka mingi, ambavyo umefungwa kwa wakati mrefu, ambavyo umefungwa kwa muda mrefu. Unapookoka unawekwa huru kutoka katika lile giza ambalo ulikuwa umevikwa, ambalo ulikuwa umevalishwa. Ulikuwa katika giza, maisha yako yalikuwa katika giza, sasa yanaenda kuwekwa katika nuru na Yesu Kristo aliye hai. Amina. Yesu ndiye ambaye anatuweka huru kutoka katika lile giza ambalo ulikuwa umefungwa. Ulikuwa umefungwa na vifungo vya shetani. Ulikuwa umefungwa na uchawi. Ulikuwa umefungwa na uzinzi. Ulikuwa umefungwa na mizimu ya kwenu. Unapookoka unatolewa kwenye lile giza ambalo ulikuwa umefungiwa. Amina. Maisha ya mwanadamu kabla hajaokoka, kabla hajamjua Kristo, kabla hajaamua kuwa na huyu Yesu Kristo, kuna mahali adui amekuwa amemfunga. Maisha yake yamekuwa yamefungwa, yanakuwa yamefungwa kwa muda mrefu. Ndio maana kuna mwanadamu anafika mahali anaona maisha yake ni magumu, anaona haoni mpenyo, anaona haoni mlango. Kila analojaribu anaona halifanikiwi, kila analolifanya. Mwingine anafika mahali anachoka kabisa, moyo wake unakata tamaa, moyo wake unachoka. Anafika mahali anasema nimechoka, maana sijui cha kufanya, maana sijui nifanye nini, maana sielewi nini cha kufanya. Nini? Uko kwenye gereza la yule adui mwovu ibilisi, umefungiwa pale. Sasa unatakiwa kuwekwa huru. Baada ya kuokoka unawekwa huru kutoka
kwenye lile gereza. Haleluya. Pia na hili jambo walinafanyika mara moja tu baada ya mtu kuokoka na kuziacha dhambi na kumfuata Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Baada ya hili tendo la kuokoka, mtu anapookoka, unajua kuna kuokoka na kuna kumaanisha. Pale mtu anapookoka amemaanisha kabisa ndani ya moyo wake ya kwamba mimi nimeamua kumfuata Kristo, mimi nimeamua kumuishia maisha yangu huyu Kristo. Pale anapookoka na kuamini kabisa kwamba Yesu anaweza kubadilisha maisha yake, ya kwamba Yesu anaweza kumponya, ya kwamba Yesu anaweza kumwokoa. Huyu mtu anapomaanisha, anapoamua na kudhamiria moyoni mwake ya kwamba ninakwenda na Yesu, anapotamka tu ya kwamba nimechoka sasa ninaenda na Kristo, Yesu anaingia kutengeneza maisha yake. Yesu anaingia kubadilisha maisha yake. Yesu anaingia kubadilisha historia yake. Kwanza anaanza kushughulika kule ulikofungwa. Anaanza kushughulika na vile vifungo. Anaanza kukutoa kwenye lile gereza. Kama kuna mahali ulikuwa umefungiwa, Yesu anaanza kukufungua taratibu. Anaanza kukutoa kule. Unaanza kuona kuna mabadiliko. Kuna wakati watu walikuwa hawakuoni, lakini unafika mahali unaanza kukutana na mtu anakuuliza ulikuwa wapi? Mbona sikuoni? Lakini ukiangalia ni mtu ambaye unakutana naye kila siku. Kila siku unamuona. Lakini cha ajabu anakuja kukuuliza ulikuwa wapi? Mbona nilikuwa sikuoni? Mbona ulikuwa uonekani? Nini? Ile nuru ya Kristo imeingia kutengeneza kwenye maisha yako. Imeingia kutengeneza hatima nzuri ya maisha yako. Kile ambacho ulikipoteza kwa muda mrefu, kile ambacho ulikikosa kwa miaka mingi, sasa Yesu anashuka kukurejeshea. Amina. Unapookoka unawekwa huru. Unawekwa huru. Tukasome Wakolosai 1:13 hadi 14. Wakolosai 1:13 hadi 14. Wakolosai 1:13 hadi 14. Nitasoma kwa jina la Yesu. Neno la Mungu linasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Haleluya. Neno la Mungu linasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Huyu Yesu ndiye aliyetuleta katika pendo lake. Baada ya Yesu kutupenda, baada ya Yesu kuja duniani kukomboa ulimwengu, Yesu alikuja kwa ajili ya lile pendo. Alikuja kwa ajili ya ule upendo aliotupenda sisi. Alitupenda wanadamu na dhambi zetu. Alitupenda hivyo hivyo tulivyo. Mungu anasema kwamba baada ya dhambi kufanyika katika bustani ya Edeni, hii dhambi baada ya kufanyika, Biblia inasema kwamba kuna kikao kilikaliwa mbinguni. Mungu akasema ya kwamba ni mtume nani akawaokoa wanadamu na dhambi zao? Ni mtume nani atakayewasaidia? Ni mtume nani atakayewakomboa? Ndipo huyu Yesu akasema nitume mimi Bwana. Mwanaume aliposimama, mwanaume Yesu akasema nitume mimi niwaokoe wanadamu na dhambi zao. Nitume mimi Baba, nitume mimi nikawaokoe, maana nina upendo na wanadamu. Aliposhuka hapa duniani, watu walimdhihaki, wakamkataa, wakasema hafai, wakasema si kitu chochote, wakamwita mwana wa seremala, wakasema huyu si mtoto wa Yusufu tu. Wakasahau ya kwamba Yesu Kristo alikuja kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Wakasahau ya kwamba Yesu Kristo alizaliwa na Bikira Mariamu akiwa bado yuko bikira, ambaye Roho Mtakatifu alishuka. Malaika baada ya kushuka akamwambia, utabeba mimba kwa uwezo wa Mungu, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, nawe utazaa mwana, utamwita Emanueli. Lakini wanadamu walisahau ya kwamba Yesu Kristo ni kitu kingine kabisa. Walisahau ya kwamba huyu mwanaume ni mwamba mwingine. Walisahau kwamba huyu mwanaume ni mkombozi wa ulimwengu mzima.
uzima. Ni mtu ambaye amekuja, alijitu fulani hivi kuja kuokoa wanadamu na dhambi zao, lakini bado watu baada ya kusahau, baada ya Yesu pamoja na kwamba mwanadamu alisahau, akamtemea mate, akamziaki, akamsema vibaya, akamfanya vyovyote alivyotaka, akaangikwa msalabani, akatemewa na mate, lakini bado Yesu alitumainia kwamba katika kuangikwa msalabani, katika kuwekwa mimi msalabani, wanadamu wanaenda kupona, wanadamu wanaenda kuokolewa, wanadamu wanaenda kuponywa, wanaenda kuwekwa huru. Sasa ndipo Yesu Kristo akakubali mateso yote ili mimi na wewe tuweze kuokolewa. Amen. Tumeokolewa kwa gharama, tumeokolewa kwa neema. Uhuru tuliopewa na Yesu Kristo haukuwa kitu kidogo, hakikuwa kitu rahisi, haikuwa kitu rahisi kama unavyofikiria. Ilikuwa ni kitu kigumu sana, lakini alijitoa maisha yake ili wewe uweze kupona, ili wewe uweze kuokolewa, ili wewe unayepata mateso yakaondoke, ili wewe unayepata shida yako ikaondoke. Haleluya, amen. Ili wewe uweze kuokolewa, Yesu Kristo aliangikwa msalabani. Amina. Lakini tunasahau ya kwamba huyu Yesu alikuja kwa ajili ya kutukomboa. Yohana 5:24. Yohana 5:24. Yohana 5:24. Yohana 5:24 inasema, amini amini nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Mmoja anaweza kunisomea? Karibu dada hapo usome. Amini amini nawaambia, yeye alisikiaye neno. Yeye alisikiaye neno. Yeye alisikiaye neno langu. Yes. Na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Haleluya. Amen. Wewe utakaye mwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe ambaye utamaanisha kwenye hii safari ya wokovu. Halo, halo. Biblia inasema ya kwamba hautahukumiwa. Umekwisha kuingia wapi? Uzimani. Wewe tayari umeingia uzimani, wewe ambaye unamwamini Yesu Kristo ya kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ya kwamba unaamini anaweza kutenda mambo makubwa, unaamini kwamba Yesu anaweza kukuponya, ambaye unaamini kwamba Yesu ni mponyaji wa maisha yangu, ambaye unaamini kwamba Yesu anaweza kunitetea kwenye hii shida nilionayo. Ninaweza kuvuka ninapokuwa na huyu Yesu, ninaweza kuvuka. Biblia inasema ya kwamba amini, umekwisha kuingia uzimani, wala hautahukumiwa, wala hukumu haipo tena juu yako, wala mateso hayapo tena juu yako, wala mauti haipo tena juu yako, wala kilio hakipo tena juu yako. Hata kama umeteswa kwa muda mrefu, umechoka, umekata tamaa, anasema kwamba atakayeniamini simple ni kumwamini tu. Anasema atakayeniamini ameingia uzimani. Halo, halo. Yesu anasema kwamba amini amini nakwambia, mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Amina. Yesu ni njia ya kweli na uzima. Tukimwamini yeye tumekwisha kupona. Tukimwamini yeye tumekwisha kupona, maisha yetu yanaenda kubadilika.
inafika mahali unakata tamaa kwenye maisha. Kuna wakati huoni mpenyo, hujui nini cha kufanya, lakini acha nikwambie leo ya kwamba Yesu wa msalaba amekuja mahali hapa ili kukuokoa wewe, ili kukuponya wewe, ili kukusaidia, ili kukutoa kwenye ile mauti, kukutoa kwenye lile gereza ambalo ulifungwa kwa miaka mingi, ambalo uliwekwa kwa muda mrefu. Unaenda kupona leo kwa jina la Yesu. Amina. Yesu anaenda kukuponya leo. Yesu anaenda kuondoa huzuni yako. Umeteseka, umehangaika. Kuna wakati unataka utoke, lakini vikwazo vingi. Kuna wakati unataka ufanye vizuri, lakini vikwazo vingi. Inafika mahali hata ndugu wanakuacha. Inafika mahali hata ukiwaeleza tatizo lako hawaoni kama ni shida, kwa sababu sio ya kwao. Lakini acha nikwambie, yupo Yesu aliyeita na kusema, njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu upendo wake ni wa milele. Yesu akikupenda hana ubaguzi. Yesu akikupenda hachagui tatizo ulilonalo. Yesu akikupenda hachagui kwamba una tatizo kubwa ama dogo, kwa sababu inafika mahali mwanadamu akiliangalia tatizo lako anashika kichwa namna hii, anasema kwanza, anakukatisha tamaa. Akiliangalia lile tatizo lililonalo anashika kichwa, anasema utapona kweli wewe? Huwezi kupona wewe. Yaani wewe hapa ulipo tarajia kufa, kama sio kufa tarajia maisha yako ndio basi tena. Anakuambia basi tena. Hello? Lakini Yesu wetu tunayemjua anakuambia njoo kwangu mwanangu, anakuambia tulia tu, ni swala la muda tu, ni swala la muda mfupi. Unapita, unapita namna hii, unapenya na unaingia ng'ambo nyingine. Amina. Amina. Yesu ni wa ajabu. Tunaposema Yesu ni wa ajabu, ni wa ajabu kweli. Tunaposema Yesu anaokoa, Yesu anaokoa kweli. Usikatishwe tamaa na mtu. Usikate tamaa. Usione mlima wa tatizo, mwangalie Yesu. Amen. Usione kwamba tatizo lako ni kubwa sana. Hapana, mwangalie Yesu. Amen. Mwambie Yesu, umesema tukutwike mizigo. Umesema tulete fadhaa zetu kwako. Nami Bwana ninaleta hii fadhaa. Nami Bwana ninaleta mzigo. Nami Yesu ninaleta hili tatizo kwako. Ninaomba uliondoe kwa jina la Yesu. Nisaidie Bwana, nipiganie. Nitetee Bwana, siwezi bila wewe. Yupo kwa ajili ya kukusaidia. Amina. Yupo kwa ajili ya kukusaidia. Wala huna mashaka ukiwa na Yesu. Wala huna hofu ukiwa na Yesu. Wala huna kuogopa ukiwa na Yesu. Nakwambia kwamba Yesu huyu aliangikwa msalabani kwa ajili ya makosa yetu, kwa ajili ya dhambi zetu, kwa ajili ya dhambi ya mwanadamu. Unajua ni nini kilitokea hata Mungu akamleta Yesu ili kuja kukukomboa? Unatambua nini kilitokea? Halo? Naongea na mtu? Unajua nini kilitokea hata Mungu kikakaliwa huko mbinguni ya kwamba ni mtume nani akawaokoa wanadamu na dhambi zao? Unahisi nini kilitokea mpaka Mungu akafanya tendo kubwa namna hiyo? Unaelewa kwa nini? Wewe mwanadamu ni mtu wa thamani sana. Wewe ni wa thamani mno. Wewe ni mtu wa maana sana. Tukisoma katika kitabu cha Mwanzo wa kwanza, mlango wa kwanza, kuanzia ule mstari wa 26, Biblia inasema ya kwamba wakati Mungu anaiumba dunia, wakati ule alipofikia kwenye ile hatua ya kumuumba mwanadamu. Halo? Yesu alipofikia hatua ya kumuumba mwanadamu, alisimama akasema, na tumuumbe mwanadamu kwa mfano wetu, na tumfanye mwanadamu kwa sura yetu. Acha tusome kidogo. Haleluya. Acha tusome hii Mwanzo
Mwanzo 1:26. Mwanzo 1:26. Mwanzo 1:26 inasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Halo? Halo? Tambua kwamba wewe ni wa thamani sana. Umeumbwa kwa mfano wa Mungu, kwa sura ya Mungu, na ndio maana Mungu nampenda Mungu, nampenda sana. Na ndio maana Mungu baada ya ile dhambi kutendeka katika bustani ya Edeni alisema, hapana, mwanadamu nimemuumba kwa mfano wangu, mwanadamu nimemuumba kwa sura yangu mwenyewe. Kwa nini nimwache apotee? Kwa nini nimwache angamie? Kwa nini nimwache huyu mwanadamu akose dira ya maisha? Akasema, hapana, nitamtuma mtu akalipe gharama ya ile dhambi. Nitatuma ile gharama ya dhambi ikalipe, ili mwanadamu aweze kuokolewa, ili mwanadamu aweze kukombolewa, ili mwanadamu aweze kuwa chombo kingine, ili mwanadamu aweze kuniabudu mimi. Amina. Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Anataka tumwabudu yeye tu. Halo? Maana aliona wanadamu wakati ule wanajichanganya, wanaabudu miungu, wanaabudu sanamu, wanaabudu vitu vingine. Akasema, hapana, ninamtuma mtoto wangu wa pekee ili aende ulimwenguni akafe kwa ajili ya wengine. Na Yesu aliposhuka hapa duniani aliishi kama mwanadamu ili kutuonyesha njia. Halo? Yesu alikuja kutuonyesha njia nzuri ambayo tutaiendea, njia nzuri ambayo tutaifuata, mahali pazuri ambapo tutakwenda. Na ndio maana akasema kwamba mimi ni njia ya kweli na uzima. Mtu atakayeniamini ameokolewa, yuna uzima wa milele. Asiyeniamini amekwisha kuhukumiwa. Asiyemwamini Yesu amekwisha kuhukumiwa. Lakini wewe unayemwamini Yesu Kristo una uzima wa milele. Umeingia uzimani, umeingia kwenye maono ya Mungu, umeingia kwenye ndoto zako. Halo? Kuna ndoto ulikuwa unaziota, kuna maono ulikuwa nayo, kuna mipango ulikuwa nayo kwenye maisha yako, kuna mipango mchungaji unakuwa umepanga, lakini bila Yesu mipango haiwezi kutimia. Bila Yesu hauwezi kwenda. Nimekwambia kwamba kuna vifungo, na ndio maana neno linasema kwamba kuokoka ni kuwekwa huru. Ni kuwekwa huru kutoka mautini, kutoka katika kifo, kutoka katika vifungo vya adui. Kuokoka ni kuwekwa huru. Unakuwa huru, unaachiliwa huru. Amen. Amen. Amina. Amen. Kuokoka ni kuwekwa huru, mbali na mateso, mbali na kuonewa, mbali na vifungo vya shetani ulivyofungwa. Halo? Amen. Huwa nawaambia watu ya kwamba kila siku, kama Yesu mwenyewe kipindi anazaliwa, wakati Yesu anazaliwa, nyota waliona, mamajusi wa mashariki waliona nyota, wakasema hiki kilichozaliwa sio kitu cha kawaida. Halo? Lakini bado pale pale aliinuka Herode, akaiona ile nyota, akasema huyo aliyezaliwa sio mtu wa kawaida. Alipokutana na wale mamajusi, akawaambia ya kwamba mtakapoenda kumwona mtoto yule, naombeni wakati wa kurudi mrudie njia hii, mje mnipashe habari huyo ni mtoto gani aliyezaliwa. Halo?
Lakini wale mamajusi, kwa sababu walitambua nia ya Herode, Biblia inasema hawakupita katika njia ile, walipita njia nyingine. Lakini bado Herode alitafuta mpango mwingine, akasema kwamba pamoja na kwamba mamajusi hawajapita mahali hapa, sasa ninatangaza watoto wote waliozaliwa mahali hapa wote wauawe wa kiume. Halo. Lakini bado Yusufu na Mariam walitafuta mahali pa kumpeleka, walimkimbiza huyu Yesu. Unaambiwa Yesu alikimbizwa, alipelekwa sehemu nyingine ili kwenda kuishi kule, ili aweze kukua, kwa sababu kile kilikuwa ni kitakatifu. Maana kilichozaliwa kilikuwa ni kitakatifu. Sasa je, kama Herode aliona ile nyota ya Yesu Kristo aliyezaliwa, je, wewe unapozaliwa unategemea kwamba mizimu ya kwenu, majeshi ya kwenu, wachawi wa kwenu, waganga wa kwenu hawakuoni wewe ni nani? Hawakujui. Unapozaliwa tu tayari wameshakujua, wameshajua wewe ni nani, wameshajua hatima ya maisha yako. Kila kitu wameshakijua, ya kwamba ukiwa mkubwa utakuwa nani, ukiwa hapa mwanafunzi utakuwa nani. Kila kitu wanakuwa wanajua. Wanachokifanya, wanakutafuta ili waweze kukufunga usiendelee mbele. Wanachokifanya, wanafunga maisha yako ili wewe usiendelee mbele. Unaweza ukaona ni hali ya kawaida, ukaona ni mikosi, ukaona ni balaa. Unafika mahali unajiuliza na mkosi gani? Hello my friend, huna mkosi. Huna mkosi wowote. Kuna mahali umefungwa, na ndio maana tunasema kuokoka ni kuwekwa huru. Unapookoka unawekwa huru, unatoka kwenye vile vifungo, unatoka kwenye lile gereza ambalo ulikuwa umefungwa kwa miaka mingi. Amina. Unawekwa huru, unatoka kwenye lile gereza. Acha nikupe ushuhuda mfupi kwenye kufungwa. Ndio maana nakwambia kuokoka ni kuwekwa huru, kutoka kwenye vile vifungo ambavyo umefungwa. Mimi siku moja baada ya kuokoka, nikiwa niko kwenye maombi mengi sana, nikiwa tayari nimeshajua kuomba, ninaomba mno, siku moja nikafunguliwa macho. Nikiwa niko usingizini, nikatoka nikiwa niko Dar es Salaam, nikatoka Dar nikajikuta niko nyumbani kwetu kijijini. Lakini kule kijijini kulikuwa kuna sehemu, kulikuwa kuna makaburi. Lakini kuja kushangaa, najiona nimesimama kwenye yale makaburi. Wakati nimesimama kwenye yale makaburi, walitokea wanawake watatu. Lakini wale wanawake wote ninawajua sura zao na ninawajua majina yao. Ni watu ambao nimekuwa nikiwaona, ni watu ambao wamenilea, ninaweza nikasema hivi, kwa sababu najua maisha ya kijijini, yeyote ni mzazi wako, yeyote ni ndugu yako. Kwa hiyo ninaweza nikasema ni watu ambao wamenilea, nimekuwa kwenye mikono yao. Lakini wakafika wale wamama wakiwa wako watatu. Ndio maana nimekwambia hivi, maisha ya mwanadamu bila kumjua Yesu Kristo, maisha ya mwanadamu kuna mahali yamefungwa. Wakati niko pale nimesimama, wakafika wale wamama. Walipofika wale, wakaanza kutafuta pale kwenye lile kaburi. Wanaangalia mimi niko nyuma yao, wao hawanioni. Wanatazama kwenye lile kaburi. Mmoja akasema, si tulimweka hapa, ameenda wapi? Miaka yote tukija tunamkuta hapa, leo tumemkosaje? Mmoja akamwambia mwingine, ambaye yule mwingine naweza nikasema kwangu ni wa karibu zaidi kwangu, ambaye naweza nikamwambia hata shida yangu, naweza nikamwambia hata siri zangu. Akamwambia kwamba wewe, si tulikwambia mtoto akiwa bado mdogo, tukakwambia tumuue mapema, wewe ukakataa. Unaona yuko wapi? Ameenda wapi? Tulishakwambia huyu mtoto tulishamuona mapema, atakuja kutusumbua. Mtoto tukakwambia tumuue, wewe ukakataa. Sasa yuko wapi?
Mimi nikiwa nimesimama pale, nikamwambia niko hapa. Tena nilijibu kwa ujasiri kabisa, nikamwambia niko hapa. Baada ya kugeuka kuniona, wote walikimbia. Waliponiona nimesimama sehemu nyingine, sijasimama kwenye lile kaburi, siko kwenye lile kaburi ambako wameniweka, wote walikimbia. Halo? Walipokimbia ndipo nilipoamka. Baada ya kuamka nikaanza kutafakari, hii ndoto ina maana gani? Nilikuja kujua kwamba maisha ya mwanadamu yako kwenye kifungo. Maisha ya mwanadamu yamefungwa. Nilikuja kutambua kumbe mimi nilikuwa naishi kwenye kaburi pasipo kujua. Nilikuwa naishi kwenye gereza, tena nikiwa niko kaburini pasipo mimi kujua. Maisha yangu walikuwa wanaendesha wao. Sasa nimeokoka, nimetoka kwenye lile kaburi. Wananitafuta hawanioni, kila wakiangaza hawaoni, kila wakizunguka hawaoni. Wanauliza ameenda wapi? Amepita mlango gani? Amepitaje? Amewezaje kutoka? Acha nikwambie leo, hata wewe ukikaa vizuri na Yesu, wataulizana umetokaje? Kwenye lile gereza umetokaje? Kwenye lile kaburi umetokaje? Njia panda walikokuweka umetokaje? Wataulizana kama walivyoulizana kwa Yesu Kristo wakati ule alipofufuka. Walipofika pale Maria Magdalena, wakasema yuko wapi? Akashuka malaika akasema, mnamtafuta nani? Huyu mnayemtafuta sasa yuko hai, amekwisha kufufuka. Amefufuka kama alivyosema ya kwamba siku ya tatu atafufuka. Sasa amekwisha kufufuka. Halo? Hata wewe utafufuka. Utatoka kwenye kile kifungo. Utatoka kwenye lile gereza. Ulikofungiwa utatoka. Ulikowekwa utatoka. Maisha yako alikowekwa utatoka. Yamkini amewekwa njia panda, wewe hujui, lakini acha nikwambie, utatoka njia panda. Wakifika pale njia panda, wakikutafuta wakuoni, wakiangalia waoni sura yako, wakiangalia wakuoni, kwa sababu Yesu Kristo ameshuka kukuponya, ameshuka kukusaidia. Yesu amekuinua. Yesu amekupeleka mahali pengine. Yesu amekupeleka viwango vingine vya juu zaidi. Amina. Yesu yupo kutusaidia. Amenisaidia. Hata leo ninasimama mbele zako nikimtangaza Yesu. Haikuwa kazi rahisi. Haikuwa kazi rahisi. Lakini acha nikwambie ya kwamba Yesu anaweza. Yesu anaokoa. Yesu anaponya. Yesu ana uwezo wa kukuweka huru. Yesu ana uwezo wa kukutengeneza. Yamkini kuna kachumba tu wamekufungia huko kwenye lile giza uonekane. Watu wakikutazama wanaona giza. Watu wakikuangalia wanaona giza. Umewekewa mamikosi. Umewekewa laana. Umewekewa vitu visivyostahili. Wakati mwingine wanakuita mchawi, na wala sio mchawi. Acha nikwambie kwamba Yesu wa msalaba atakuondoa. Atakuondoa kwenye lile gereza, kwenye vile vifungo, kwenye yale mateso. Yesu atakuinua. Utakuwa mtu mwingine. Utakuwa wa tofauti. Okoka tu leo. Wewe mkubali Yesu leo. Okoka tu katika roho na kweli. Yeye atakuweka huru. Yeye atakuweka huru. Atakutoa huko waliosema ameshindikana. Kwa Yesu hujashindikana. Kwa Yesu hujashindikana. Kwa Yesu hujashindikana. Wanatamka mabaya juu yako, watakuita heri kwa jina la Yesu. Amina. Watakuita heri. Watakuita uliyebarikiwa. Watasema hakika amebarikiwa. Watasema hakika ameinuliwa. Watasema hakika huyu ni mtu wa tofauti. Huyo ndio Yesu ninayemtangaza. Huyo ndio Yesu ninayemhubiri, aliyeniweka huru, aliyenitoa kwenye lile kaburi, aliyenitoa kwenye lile gereza, kwenye yale makaburi nilikowekwa. Yesu alinitoa huko. Hata wewe atakutoa. Wewe amini tu. Anasema niamini tu. Niamini tu wewe. Wewe amini tu. Acha kuwa na moyo mgumu. Muamini Yesu Kristo atakusaidia. Amina.
yeye yupo kwa ajili ya kukusaidia.